Hello, habari na karibu kwenye Smart Biashara Tutorial. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuweza kuweka bidhaa kwenye akaunti yako, na imani utakuwa umeangalia video iliyopita kwenye playlist yetu ya YouTube kwenye jinsi ya kuweza kuregister account. Sasa unaweza kama mfanya biashara, una bidhaa zako nyingi, labda kuanzia 100, una bidhaa 200 au 1000 na kadhalika. Basi unaweza ukatengeneza Excel yako nzuri, sisi tutakusaidia kwenye kuiupload. Excel hiyo iwe na vitu vifuatavyo ambavyo ni jina la bidhaa, bei ya kununulia, bei ya kuuzia, na pia opening stock au idadi ambayo ipo currently. Ukifanya stock taking yako vizuri, tumie WhatsApp kwa namba 0749 900 050, alafu tutakufanyia importation sisi wenyewe bure kabisa. Sasa kama unaweza ukaanza kuweka moja moja kwa sababu ya tutorial na kujifunza, basi nakupeleka moja kwa moja. Utaenda kwenye hii sehemu wameandika products. Kwenye products nitaomba kwanza uweze kuweka categories. Kwenye categories utaweka una bidhaa za aina gani. Mfano kwenye add category tunaweza kusema tuna bidhaa labda za house material. House material unaweza ukaiweka. Inaweza ikawa una bidhaa kama drinks, vinywaji au vinywaji unaweza ukaweka. Unaweza kuwa na bidhaa labda za food supplies, unaiweka simple, una add hapa juu kulia, alafu una save. Basi hiyo ni category sehemu ya kwanza. Pia kuna vitu kama units, unaweza kuweka hapa kwenye units. Kwa units inaweza kawa na bidhaa ambazo unaziuza kwa pieces, mwingine anauza bidhaa kwa kilo, kwa anakuja hapa juu kulia ana add, anaweka labda kilogram, ambayo short name yake ni kg. Kilogram tunaweza tukauza kwa decimal, labda nusu ambayo inakuwa 0.5. Kwa hiyo kwenye allow decimal unaweka yes. Sawa. Mwingine anaweza akawa anauza kwa carton, unakuja una add carton, kifupi chake ni CTN. Carton nauza kama ilivyo, kwa hiyo naweka no, sina 0.5 labda 1.5 hiki 1.5, hapana, inakaa sawa hivyo. Hivyo ndo jinsi ya kuweza kuweka units. Kwa hiyo tumeanza kuweka category, tukaje kuweka units. Sasa twende kuweka bidhaa zetu. Kwenye bidhaa unaenda sehemu imeandika add product. Kwenye add product unaweka jina la bidhaa. Mfano tuweke bidhaa labda Coca-Cola. Utaweka bidhaa yote ambayo unayo. Coca-Cola labda kubwa. SKU ni ile barcode. Kama una barcode unaweza ukaklik hapo ukascan, ambao kama unahitaji maelezo zaidi juu ya hiyo kwenye one-to-one tutorial, basi usisahau kupiga namba zetu za simu kama 0745900050 ambayo itakuwa hapo chini. Alafu tutaweka units. Coca-Cola tunauza kwa pieces. Yule zile units zingine kama kilogram na carton ipo hapo. Sosi tunauza kwa pieces. Brand haina haja sana. Category unaweza ukaweka zile ambazo tumezitengeneza ambazo ni drinks. Subcategory haina haja sana. Alert quantity, nataka soda hizo zikifika 10 nipate notification. Picha unaweza ukaweka hapa, maelezo unaweza ukaweka hapa. Hivi vitu vingine havina haja sana, ila kama unahitaji maelezo zaidi ya hiyo, basi usisahau kutucheck kwenye namba yetu ya WhatsApp. Hiyo soda nimenunua kwa shilingi ngapi? Nimenunua labda kwa shilingi 500. Unaiweka hapa kwenye default purchasing price, hapa ndo unaweka bei ya kununulia. Halafu default selling price hapa kulia ndo tunaweka bei ya kuuzia, ambayo unaiuza kwa shilingi 1000. Una click pembeni, ukitoka hapo una save and add opening stock. Save and add opening stock inafunguka. Ikifunguka hapa sasa ndo tunaweka quantity, kwamba kwenye biashara zetu zipo hizo soda ngapi. Zinaweza kuwa zipo 20, basi unaweka 20. Ukimaliza una save. Hivyo ndo jinsi ya kuweza kuadd bidhaa kwenye mfumo wa Smart Biashara ERP. Kama hapo tukienda kwenye product, tukifungua list of product, tunaona Coca-Cola yetu kubwa hii hapa ipo. Tunanunua 500, tunauza 1000 na zipo 20. Hivyo ndo jinsi ya kuweza kuadd bidhaa kwenye mfumo. Karibu sana. Kwa maelezo zaidi basi tupigie. Kama unataka one to one au on site tukuvisit, basi tupigie kwa namba yetu ya simu ambayo itakuwa hapo chini. Tutakutembelea kwa charges ya bei nafuu tu, alafu utapata mfumo wako vizuri kabisa. Tuendelee na tutorial nyingine ya jinsi ya kurekodi mauzo.